Kwa majina naitwa Philip Mwanzia Ndungu. Mimi ni mkaaji wa hapa Mudhwani Village. Sasa leo masaa ya usiku mwendo wa saa 9 nilisikia mayowe nikiwa kwa usingizi. Baada ya kusikia mayowe nikaamua nitoke niende niangalie nini inaendelea. Kuenda nikapata nyumba inaendelea kuchomeka. Tukasaidia moto ukazimika. Sasa asubuhi mwendo wa saa 3 hivi saa 4 bado nikasikia mayowe tena mahali. Ni kama watu walikuwa wanabishana. Kukimbia kwenda kuangalia nikapata jamaa anaendelea kuchomwa. Kufuatilia nikasikia jamaa mwenye alikuwa anachoma ndiye alikuwa amechoma hiyo nyumba. Jamaa mwenyewe amekuwa akisumbua watu wanakijiji kwa muda mrefu kwa wizi, kuiba mifungo, kuiba vyakula na kuvuja manduka ya wenyewe. Na pia hata amekuwa akijihusisha pia na kubaka wanyama. Jambo ambalo alikuwa linatufurahisha. Sasa sisi kama wanakijiji tunafurahia kwa sababu at least sasa tutapata usingizi. Kwa majina mimi kamili naitwa Philip Munyala. Mimi ni mkaaji wa Mudhwani Village, na mwendo wa asubuhi kitu kama saa 6 hivi nilisikia mayowe. Niliposikia mayowe mimi nikatoka kutoka nyumbani, nikakimbia nikaja nikakuta ni mtu anachomwa kwa msitu. Huyo mtu ni mtu mbaya sana. Amekuwa ni mwizi, amehangaisha wakaaji wa hapa, manduka za watu anapora, na ni mtu ambaye sio mwaminifu kabisa kwa kijiji. Kwa hivyo amemalizana naye kwa njia ya utata, akachomwa, akaisha papo hapo. Inasemekana mwendo wa usiku hivi huyu mtu alifahamia nyumba ya jirani akaichoma, na mwenye nyumba akakasirika sana. Asubuhi watu waliamka wakiwa na mashaka, wakiwa wamekasirika sana. Basi wakaanza kumtafuta kwa hali na mali. Wakamkuta, alafu wakamchoma. Kwa majina anaitwa Jerry Wambua Kemarash. Asubuhi ya leo nikielekea pande ya Tala nimepata umati wa watu umejaa hapa barabarani ya kutoka Imachile kuelekea Kalala, wakiwa na mdhaniwa mmoja ambaye anadhaniwa alichoma nyumba ya jirani yake, ambaye kwa majina haitambuliki msuri, lakini walajaa walikuwa na ghadhabu kuhusu yeye, kwa sababu hiyo ni mtindo wa kawaida kulingana na vile tumeelezewa. Kwa hivyo saa hii tuko hapa tunasubiri polisi ndio iendelee mahali pale pamebakia, na lajaa iko na uchungu sana kwa vitendo za wananchi wengine wanatenda hivyo. Kwa hivyo lajaa imeamua heri haishe kuliko kushindia mambo ya kwenda polisi. Mimi niliona akipigwa, sasa akikimbia amewakishwa mpaka lajaa ikamkimbiza mpaka mahali akaenda kushindiwa. Mahali saa hii anachomewa na kuwekewa makuni na matai. Mimi naitwa Philip Longe. Nilikuwa mimi hapa Mudhwani, nilikuwa coordinator ya Mudhwani ofisini ya chifu Ndawa. Sasa hii mjamaa anaitwa Maravu, nilikuwa nafika ripoti kwa polisi Kinui, ngapika ripoti Tala. Sababu ameshapika pipi yangu akapachua kishwa vibaya sana. Kwa maana usiku nasikia yeye pipi anasikia uko ng'ombe nasema kweli yeye ameshatoka akapandia ni war the war akapanda ndani ya ng'ombe. Sasa bibi yangu akienda akaona ng'ombe inaburuta mkuu nyuma, kumbe yeye iko ndani. Kwa hivyo bibi karibu anaingia karibu, anaona hii karibu mzee atakuja kutoka huko nyumbani. Kwa maana mimi nasikia bibi nalia akisema huyu baba nimeshakuba mtu ni huyu anaumisha. Ngibika nje ngakutana na damu. Wakati hiyo bibi yangu mtoto wangu alikuwa hofu kutoka huko kutoka huko Mombasa, alikuwa dokta. Sasa kukua kama mtoto wangu alikuwa hai, alikuwa karibu, bibi yangu alikuwa kama anabariki. Sasa akakuja ngamuita akakimbisha bibi mpaka Tara ndani kwa office mpaka Kangundo, akawekwa hapa husho kamba 4
kamba hine akifunukwa, sasa akivurudwa kwa husho aonekane. Sasa hiyo mama akaletwe, sasa tikalia, sasa hiyo zuluali yake anawacha hapo na viatu. Sasa ngatoka hapo ngaenda polisi, ngikutana naye akakutana na mtoto. Sasa leo nasikia ngasema lete ile muivi ni hiyo. Mimi nasikia usiku hiyo patu lala, lete ngakuta ni yeye. Akapita karibu na mimi, karibu boma yangu mahali na lala karibu na kanisa. Akapita hapo kwa maana anataka aokoe watu, tokeni watu wa kanisa, ile muivi ni hiyo. Karibu kukuja kumaliza sisi, akashikwa hapo chini akamalizwa saa hiyo. Kwa majina naitwa Rose Maitha, mimi ni mwenyeji huku. Kwa mwendo wa saa 9:30 usiku nilisikia mbwa zikibweka za mbwa zangu, alafu nikasikia makelele ya kitu ikigongwa. Sasa kutoka nikasikiliza sauti inatoka wapi. Nikasikia inatoka kwa hii nyumba. Ndio nikarudi kwa nyumba, nikaita mzee wangu, nikamwambia kuna kitu inaendelea. Alafu akaamka. Kuamka tukafungua curtain na dirisha, ndio tukaona moto. Alafu ndio sasa tukaita watu, tukapigia watu kwa simu, tukapiga duru, watu wakakuja wakaanza kupoesha moto. Nilikuwa mimi, mzee wangu na watoto wangu wawili. Wenye walitenda hicho kitendo kwa hakika hatuwajui, sababu vile tulikuja hatukupata mtu. Kwa hivyo hatujui ni nani alitenda hiyo kitendo. Hapa hatujakosana na mtu, sisi tunakuanga watu wa amani, sisi ni watu wa kanisa. Sasa hatujui ni nini alikuwa anatafuta nini hasa. Sitting yote, kila kitu yenye ilikuwa hapo kwa sitting imechomeka, viti, kabati, vyombo, kila kitu. Moto ikaenda bedroom, ikachoma vitanda zote, mattress, masanduku, kila kitu, hakuna kitu tumeokoa, kila kitu imechomeka. Kwa bahati nzuri hakuna mtu ameumia, ni mali tu imeteketea.